Neema alikuwa msichana wa miaka 17, aliyekuwa kwenye jiji kubwa mjini kabisa. Baada ya mama yake kufariki kwa ajali ya gari, baba yake alimuoa mwanamke mwingine aitwaye Madam Yasmin. Basi Yasmin alikuwa mrembo kupindukia, ngozi yake iling'ara kama marumaru, na alikuwa akitembea miguu yake haikusikika kabisa. Yaani alikuwa hawezi kuburuza miguu kama watu wengine. Kama mtu aliyekuwa akiteleza juu ya ardhi. Mwanzo kila kitu kilionekana kawaida tu. Yasmin alikuja na pesa, zawadi na ahadi za maisha mazuri tena bora. Aliwapeleka baba na Neema kwenye nyumba mpya. Jumba refu lililoenda juu ya kilima. Limejengwa huko mbali kidogo na mji. Kila mtu, kila kitu kilionekana kuwa kizuri. Lakini Neema alianza kugundua mambo ya ajabu katika ile maisha waliokuwa wakiishi kule. Basi kila siku saa 7:47 kamili, taa zote za nyumba ile waliokuwa wakiishi zingezimika kwa sekunde kama 47 hivi. Hakukuwa na hitilafu ya umeme wala kosa la waya. Ilikuwa kawaida ya ajabu iliyoanza mara baada ya Yasmini kuingia. Basi siku moja Neema aliamua kutumia simu yake kurekodi kile kinachoonekana katika giza hilo. Aliweka kamera ya kusubiri na kusubiri. Alipocheza video asubuhi, alikosa hewa kwa hofu. Yasmin alikuwa akitembea ukutani kama buibui, miguu na mikono vyote vikijishikiza kwenye dari. Macho yake yakimetameta kijani kama paka. Alikuwa akimwangalia Neema aliyekuwa amelala chumbani kwake, akitabasamu kwa meno yaliyobadilika kuwa na makucha marefu. Basi kwa siku nyingi Neema alijaribu kumwambia baba yake, lakini kila alipojaribu, baba alionekana kama mtu aliyelishwa dawa nzito, akimtetea Yasmin bila kusikiliza kile anachoambiwa na Neema, ambaye ndo binti yake kabisa. Kwa hiyo alikuwa anaona kama Neema anamsingizia tu. Basi siku moja Neema alipata message ya ajabu kwenye simu yake kutoka kwa namba isiyojulikana. Ilisema, ukisubiri hadi siku ya 47 tangu Yasmini aingie, utajua ukweli wa nani aliye hai na nani aliyekula roho. Neema akaanza kuhesabu. Ilikuwa tayari siku ya 46. Siku ya 47 Neema alipanga kubakisha macho usiku kucha, akae macho. Saa 7:47 ilipofika, giza lilijaa. Simu yake ikazimika, kompyuta ikazima, taa za dharura zikazimika. Kulikuwa na kimya kikubwa, tena kinachotisha, hadi alipohisi pumzi ya baridi shingoni mwake. Aliweza kusikia Yasmini akinong'ona kwa sauti ya mbao zilizooza. Jamani, yani ni kitu ambacho kinatisha kwa kweli. Alishindwa kuvumilia. Basi kwa hofu, Neema aliruka kutoka kitandani na kukimbilia mlangoni, lakini mlango ulikuwa umejifunga. Yasmini sasa alikuwa amegeuka kabisa. Ngozi yake imepasuka na ndani na migamba ya giza inaonekana kama mamba ya kuzimu. Basi macho yake yalikuwa matupu, yani yamejitoa kabisa, yametoka, na sauti yake ikawa kama mlio wa mbali. Neema alikumbuka maneno ya ujumbe ule wa siri bila njia nyingine. Alichora alama ya msalaba wa damu kwa kucha mkononi mwake mwenyewe. Kwenye sakafu ndo alikuandika. Mara taa zikamulika kwa ghafla na Yasmin akapiga kwa uchungu, yani akapiga ile kelele ya uchungu na kuyeyuka kuwa kama mvuke mweusi akitoweka kupitia darini.
Asubuhi baba yake aliamka kana kwamba ametoka kwenye ndoto ndefu. Alimkumbatia Neema na kumwomba msamaha. Machozi yake yalikuwa yakimtiririka. Basi wote walihama mara moja kutoka kwenye nyumba ile, wakiiacha ikifunikwa na magugu, maua, majani, imepasuka, kuta zake yani kachakaa. Lakini hata baada ya miaka mingi kupita, kila usiku, yani kila inapofika usiku, wa tarehe hiyo ya 47 baada ya siku ya ndoa ya baba yake, Neema bado hupokea meseji isiyo na jina, ikisema siko mbali, bado na kusubiri mwanangu. Basi miaka ilikuwa imepita tangu Neema na baba yake wahame kutoka kwenye ile jumba la kwenye kilima. Neema sasa alikuwa chuo kikuu, akisoma uhandisi wa mitandao, akiishi hostelini mbali na familia. Alidhani mambo yote ya Yasmini alikuwa ni ndoto tu za zamani yatakuwa yameisha, lakini usiku mmoja sasa, wakati akifanya kazi ya mwisho kwenye laptop yake, aliona kama vile arifa isiyo ya kawaida. Basi taa za jiji zilizimwa. Tafadhali sana. Basi Neema alicheka, akidhani ni virus tu au mzaha wa haka. Lakini alipoangalia nje ya dirisha, taa zote za jiji, barabara, magorofa, viwanja vya michezo, zilikuwa zimezimika kweli. Giza totoro lilitanda kote. Akabaki anashangaa. Haya mambo ina maana ni kweli? Basi mara simu yake ikaita. Ilikuwa namba ya ajabu. Ujumbe uliosomeka, saa 7 na dakika 47. Ukumbuke mkataba. Leo hutorudi. Neema alianza kutetemeka. Alikumbuka mara moja tarehe hiyo ilikuwa miaka kamili na siku 47 tangu Yasmini aingie maisha yao. Umeona? Basi akiwa anajaribu kukimbilia sehemu yenye watu wengi, ghafla njia zote zilifungwa. Milango ya hosteli ilijifunga yenyewe. Madirisha yakageuka kwa kuta za saruji, yani barafu. Akiwa kwenye hofu sasa, alikumbuka kitu. Alama ya damu aliyowahi kuchora siku ile ilimsaidia. Lakini sasa hakuna na chochote cha kujitetea. Ghafla Yasmini alitokea mbele yake, lakini si kama mwanamke aliyekumbuka. Alikuwa mkubwa, mrefu zaidi ya mtu wa kawaida. Ngozi yake imejaa nyufa zilizotoa moshi mweusi. Macho yake yalibaki kuwa kama sijui nini. Basi Neema aliogopa, alinong'ona, miaka mingi nimekusubiri. Leo ni sherehe yangu. Kwa haraka Neema akakumbuka chupa ndogo ya chumvi aliyoibeba na aliyepewa na bibi yake wa zamani sana, akisema ikiwa utamwona tena mchome kwa chumvi safi. Basi kwa ujasiri wa dakika ya mwisho, yani chupu, alifungua chupa hiyo na kumrushia Yasmini. Chumvi ilimkumba usoni. Yasmini akapiga ukelele wa kutetemesha ardhi na mwili wake ukaanza kufifia pole pole kama jua linapozama. Milango ya hosteli ilifunguka, taa za jiji zikawaka tena na Neema akaanguka sakafuni kwa uchovu mkubwa, akapoteza fahamu. Neema alikuja akazinduka tena. Aliposimama, aliona kwenye simu yake ujumbe mpya unaosema, umenizuia leo, lakini sherehe ya mwisho bado inakuja. Mwezi mmoja baadaye, Neema alipokea mwaliko usio wa kawaida kwenye barua pepe yake, yani kwenye email. Mwaliko huo sasa ulikuwa umeandikwa kwa fonti ya damu. Inasema, karibu kwenye sherehe ya mwisho. Anwani, nyumba ya zamani ya kilima. Usipokuja baba yako atakufa.
Hiyo ndo email ambayo Neema aliipata. Sasa ikawa ni kama mtihani kwake. Kwa hofu na upendo kwa baba yake, Neema alilazimika kwenda. Alivaa koti la ngozi, akajaza mfuko wake na chumvi, hereni za vitunguu saumu na kisu alichobarikiwa na bibi yake. Alipofika kwenye jumba lile la zamani, lililokuwa limeoza, lilifunikwa na mizabibu mieupe na majani yaliyonyauka. Mlango mkubwa ulifunguka wenyewe kwa kishindo kikubwa. Ndani kila chumba na picha za familia vilikuwepo, lakini kwenye kila picha Yasmini alikuwa nyuma yao, akitabasamu kwa njia ya kishetani. Mbele kidogo aliona meza kubwa na Yasmini ameketi kwenye kiti cha kifalme, akivishwa taji la giza. Baba yake alikuwa amefungua nyuma akilia bila kutoa sauti. Ni machozi tu ndio yalikuwa yakimtiririka. Basi akasema, "Karibu mwanangu wa damu na chuki. Sherehe hii ni yako. Utajiunga nami au utaangalia baba yako akiyeyuka mbele ya macho yako?" Ndio yule mama alipokuwa anasema. Neema kwa kutumia nguvu za mwisho, yani chupu chupu, alitupa chumvi yote angani na kutaja maneno aliyofundishwa na bibi yake. Nuru ya wema ichome mizizi ya giza. Upepo mkali ulilipuka ndani ya nyumba. Yasmini alipiga kelele, ukelele mkubwa wa maumivu. Mwili wake ukaanza kugawanyika vipande vipande kama karatasi zilizochanwa na upepo. Jumba lote lilianza. Neema alimkimbilia baba yake fasta, akamfungua kwa haraka na wote wawili wakakimbilia nje. Sekunde chache tu, nyumba yote iliporomoka ardhini, ikimezwa na shimo kubwa jeusi. Yani ilikuwa ni kama tukio tu la sekunde. Ni kama bahati tu walikuwa wameshatoka salama wote wawili. Basi waliposimama mbali, wakipumua kwa tabu, Neema aliona kitu cha mwisho. Kama mvuke mweusi ukielea angani, ukitengeneza uso wa Yasmini, unaotabasamu na kupotea, na sauti iliyosikika ikinong'ona, "Sikomi, nitakuwa na wewe hata kwenye ndoto zako." Neema akaona hii sasa, hii ni msaala. Basi baada ya hapo zamani kwa jumba lile sasa, Neema na baba yake walihamia mji mwingine, wakaamua wahame kabisa. Basi walijaribu kuanza maisha upya, lakini usiku wa kwanza kwenye nyumba mpya, kabla hata hawajapanga vitu vyote, Neema alianza kusikia sauti isiyoelezeka ikimuita jina lake kutoka ukutani, "Neema, njoo." Alipojilaza kulala, macho yake yalifumba tu kwa sekunde chache, kisha alihisi kitu kinamvuta kwa nguvu. Akajikuta kwenye uwanja mweusi, dunia isiyo na anga wala ardhi. Kila upande ulikuwa giza tupu na baridi ya kupenya kwenye mifupa. Mbele yake sasa alisimama Yasmini, lakini sasa hakuwa binadamu tena, alikuwa amevaa yani alikuwa anatisha kwa kweli. Basi huyo Yasmini sasa alikuwa amevaa mavazi meupe yanayong'aa kama mwangaza wa jua hivi. Macho yake na mashimo yaliyotoa mwanga wa kijivu. Alikuwa ameunda dunia yote ya ndoto, mahali ambapo yeye ndiye malkia wa kila kitu. Akasema, "Hapa siwezi kufa Neema." Yasmini alinong'ona, sauti yake ikivuma kama pepo, "Hapa ndoto zako ni silaha yangu na hofu zako ni nguvu yangu." Basi kila hatua Neema aliyochukua, ardhi ilijibadilisha, mara kuwa bahari ya damu, mara kuwa msitu wa mifupa, mara kuwa jiji lililoharibiwa na miale ya moto. Mababu wa zamani waliokufa walitokea wakimuita, wakijaribu kumvuta upande wa Yasmini kule alikokuwa Yasmini wanamvutia Neema.
Basi Neema alijua kuwa akifungwa kwenye dunia hii, usingizi wake ungekuwa wa milele. Ina maana angekufa moja kwa moja. Roho ingezama humo bila njia ya kurudi. Basi kwa kutumia ujanja, Neema alianza ya bibi yake, kuongea maneno aliyofundishwa na bibi yake. Akaanza kufikiria kumbukumbu nzuri. Siku aliyomkumbatia mama yake mzazi kwa mara ya mwisho, sauti ya kucheka na marafiki, jua linapotua baharini, harufu ya chakula cha bibi yake, yani kumbukumbu zote ambazo ni nzuri kwake ndizo alizokuwa anakumbuka sasa. Basi kila kumbukumbu nzuri aliyokuwa anaiwaza ilimletea mwanga wa dhahabu, ukikata vipande vya giza ambavyo Yasmini sasa alikuwa anatumia kumvamia. Yasmini alipiga mayowe ya hasira. Hapana, wewe ni wangu, ndoto zako ni mji wangu. Lakini mwanga wa Neema ulizidi kuwa mkali. Alikimbilia Yasmini kwa nguvu zote, akiwa amebeba nishati ya furaha na upendo wake wa kweli. Kwa mkono wake wa kulia alijipiga kifuani Yasmini, na kutoka hapo mwanga mkali ulipasuka, ukimlarua Yasmini vipande, akilia kwa uchungu wa kutisha kabisa. Jamani, yani haya ni mapambano ya kimya. Basi akasema, nitarudi hata ndani ya damu ya vizazi vyako, nitarudi tu. Ndoto ilipasuka kama kioo, na Neema akafumbua macho, akipumua kwa tabu chumbani kwake. Baba yake alikuwa pembeni akimkumbatia, machozi yakitiririka. Lakini kwenye kona ya chumba kulikuwa na doa dogo la giza, jicho moja jekundu likiwatazama kabla ya kupotea taratibu ukutani. Neema alijua ukweli mmoja wa kutisha: hofu haifi, hubadilika tu. Ndicho alichokuwa anajua siku zote, hofu haifi, bali huwa inabadilika tu. Basi baada ya tukio la dunia ya ndoto sasa hiyo, Neema hakuweza tena kuishi kawaida. Alijua bila shaka yoyote kuwa laana ya Yasmini haikuwa tu kwa ajili yake, ilikuwa ni kwa ajili ya mbegu mbaya iliyopandwa kwenye damu yake sasa. Alijua siku moja hata watoto wake na wajukuu zake wangeathirika kama asingechukua hatua sasa hivi. Basi bibi yake, ambaye aliwahi kuwa mganga mwenye nguvu, alimwambia, utaenda mahali ambapo dunia hukutana na roho, pale utakapolipiga laana mizizi yake, lakini ukishindwa hautarudi. Basi Neema akajiandaa aende huko, ili kwamba akajaribu kufanikisha bahati yake. Basi Neema akaandaa chumvi safi ya baharini, akaandaa mafuta yaliyobarikiwa, mkufu wa roho njema, roho ya wema, na mshumaa wa dhahabu, neno la mwisho ambayo ndio sala ya kuvunja vizuizi vya kale. Basi usiku wa mwezi mpevu alielekea msituni sasa, mahali palipoitwa mlango wa mizimu. Umeona? Mlango wa midimu, ambapo mipaka ya dunia ya roho ilikuwa nyembamba. Akiwa peke yake, alichora duara la kinga pale kwa kutumia chumvi. Akaweka mshumaa katikati ya duara lile na kuanza sala. Umeona, mtoto anafuata masharti yote na jinsi alivyoelekezwa na bibi yake. Basi akaanza sala. Nuru ya awali, choma giza lililojificha. Kwa damu safi ya uhai, vunjilia mbali minyororo ya hofu. Kwa jina la waliotangulia kwa haki, nifungulie ushindi. Kabla hata hajamaliza, ardhi ilitikisika. Yasmini alitokea tena, lakini sasa alikuwa mkubwa zaidi. Ameunganishwa na mizizi ya giza na viumbe wa vivuli waliosalia kwa sauti za ajabu. Akasema, wewe ni mchanga mbele ya umilele wangu. Yasmini anasema. Sauti yake ilisikika kama sauti ya maelfu ya watu waliokufa. Akasema, leo utakuwa wangu
na damu yako itaniimarisha milele. Vita vilianza. Mizizi ya Yasmini ilijaribu kuingia ndani ya duara la chumvi, lakini iliwaka moto kila ilipokuwa inajaribu kupenya kwenye ukingo. Iliwaka moto, yani ule ulinzi aliokuwa ameuweka Neema ulikuwa ni ulinzi tosha kabisa. Basi Neema alichukua mafuta yaliyobarikiwa na kuyamwaga ndani ya mshumaa wa dhahabu. Moto uliruka juu kama mlima, ukitoa mwanga wa ajabu. Yasmini alipiga mayowe ya maumivu akirudi nyuma, lakini bado hakuacha. Alituma moto mbaya, hofu kali, sura za watu waliokufa kumzunguka Neema. Alisikia sauti za mama yake, baba yake, bibi yake, wote wakimuita kwa sauti za huzuni. Lakini Neema alikumbuka maneno ya bibi yake, hofu sio ukweli, mwangaza ndio ukweli. Kwa nguvu za mwisho, yani chupu chupu, Neema alinyanyua mkufu wa roho wema juu ya kichwa chake. Zisambaratike kama vumbi. Basi baada ya kufanya hivyo, binti Neema kwa ujasiri wote na nguvu, mvua ya mwanga ilianza kunyesha kutoka angani, ikipasua giza vipande vipande. Yasmini alilia kwa uchungu usiovumilika, mwili wake ukififia, mizizi yake ikikauka na kwambia kama mimea iliyochomeka na jua. Yani alianza kuteketea mdogo mdogo. Kwa mlipuko mkubwa wa mwanga, Yasmini alipotea. Maana Yasmini yeye ni giza tu. Yani roho ya giza. Kwa hiyo ukija mwanga, lazima umsambaratishe. Sio tu mwilini, bali pia katika historia ya dunia. Hakukuwa na sauti, hakukuwa na kivuli, ilikuwa ukimya mtakatifu wa ushindi. Basi siku iliyofuata, Neema aliamka kwenye kitanda chake, mwili wake ukiwa na makovu mapya kabisa, lakini moyo wake ukiwa huru kwa mara ya kwanza. Yani binti Neema alikuwa yuko sawa kabisa. Basi baada ya Neema kujisikia hivyo, akakaa kwenye meza kando ya kitanda. Aliona waridi moja jeupe lenye ujumbe mdogo pale, message imeandikwa, asante Neema, umevunja vizuizi vya milele. Dunia iko salama tena kwa sasa. Asante na ubarikiwe. Basi huu ndio mwisho wa simulizi yetu tamu.